Je, kufanya mapenzi kabla ya ndoa ni dhambi au ni sehemu tu ya mahusiano ya kisasa? Swali hili limeanzisha mjadala mkubwa sana miongoni mwa Wakristo kwa muda mrefu. Watu wengine wanaamini kwamba kufanya mapenzi kabla ya ndoa inakutana na sheria ya Mungu. Wakati wengine wanaiona kama ni uchaguzi binafsi unaofaa katika ulimwengu wa leo. Katika video hii tutachunguza mada kuu mbili, mara nyingi yenye utata kuhusu kufanya mapenzi kabla ya ndoa katika Ukristo. Tukitazama historia, Biblia na mitazamo ya kisasa. Katika kuchunguza mitazamo ya Kikristo kuhusu kufanya mapenzi kabla ya ndoa, ni muhimu kuangazia kile Biblia inasema kuhusu uasherati na usafi wa ngono. Katika maandiko, vifungu vingi vinazungumzia umuhimu wa maadili ya ngono na utakatifu wa ndoa. Agano la Kale, hasa katika vitabu kama Kutoka na Kumbukumbu la Torati, linasisitiza amri za Mungu kuhusu mwenendo wa ngono. Kwa mfano, Kutoka 20:14 inasema, usifanye uzinzi, ikisisitiza umuhimu wa uaminifu wa ndoa na usafi. Kuangalia Agano Jipya, Yesu Kristo katika mahubiri ya mlimani anafundisha katika Mathayo 5:27 hadi 28. Mmesikia ya kwamba ilisemwa, usifanye uzinzi. Lakini nawaambia nyinyi, kila mtu anayemwangalia mwanamke kwa tamaa ya kimwili, tayari amefanya naye uzinzi ndani ya moyo wake. Hapa Yesu anasisitiza umuhimu wa kudumisha usafi katika moyo na nia katika mahusiano. Mtume Paulo pia anazungumzia usafi wa ngono katika barua zake kwa jamii za Kikristo za mapema. Katika Wakorinto wa kwanza 6:18 hadi 20, Paulo anaandika, kimbieni uasherati. Dhambi nyingine yoyote ambayo mtu huifanya iko nje ya mwili wake, lakini yule anayefanya uasherati anadhuru mwili wake mwenyewe. Na hujui kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yako, ambaye umempokea kutoka kwa Mungu, si wako mwenyewe, kwa maana mlilipiwa gharama. Kwa hiyo mtukufu Mungu katika mwili wenu. Paulo anasisitiza kwamba kufanya mapenzi kwa ajili ya ndoa ikawatia moyo waamini kumheshimu Mungu kwa miili yao. Vifungu hivi vya Biblia vinatoa mwongozo wa msingi wa kuelewa jinsi Wakristo wanavyoelewa mafundisho ya Mungu kuhusu ngono na ndoa, na kuunda imani ya mazoea yao kuhusu mahusiano kabla ya ndoa. Kuelewa maandiko haya husaidia katika kukubaliana na changamoto za mijadala ya kisiasa kuhusu ngono ndani ya jamii za Kikristo. Mitazamo ya kisasa ya Kikristo kuhusu uchumba na kufanya mapenzi kabla ya ndoa inatofautiana sana kati ya madhehebu na imani za kibinafsi. Wakristo wengine wanashikilia mafundisho ya jadi kwa nguvu, yakisisitiza kujizuia hadi ndoa, wakiona kufanya mapenzi kabla ya ndoa kama kinyume na kanuni za kibibilia na usafi na unyoofu. Wanaamini kwamba kufanya mapenzi ni zawadi ya kitakatifu iliyokusudiwa kwa agano la ndoa, ambapo huimarisha uhusiano kati ya mume na mke. Kwa upande mwingine, Wakristo wengine wanapendekeza mtazamo wa kisasa zaidi, wakisema kwamba upendo na ahadi, badala ya hali ya ndoa pekee, zinapaswa kuongoza maamuzi kuhusu kufanya mapenzi. Wanaweza kudai kwamba mafundisho ya kibibilia yanapaswa kutafsiriwa kwa kuzingatia muktadha wa kitamaduni na jamii, wakitambua kwamba mitazamo kuhusu kufanya mapenzi na ndoa imekuwa ikibadilika kwa muda. Mitazamo hii tofauti ndani ya Ukristo wa kisasa inadhihirisha mijadala na mabishano yanayoendelea kuhusu jinsi ya kuhifadhi maadili ya kibibilia wakati wa kushughulikia hali halisi za mahusiano ya kisasa. Kuelekea mtazamo hii kutatusaidia kutambua utofauti wa mawazo na mazoea ndani ya jamii za Kikristo kuhusu kufanya mapenzi kabla ya ndoa.
Kwa wengi wa Wakristo, uamuzi wa kujizuia kufanya mapenzi kabla ya ndoa ni chaguo la kibinafsi na kiroho lililoanzishwa katika imani na maadili yao. Hata hivyo, ahadi hii inaweza kuwa changamoto katika tamaduni ambazo mara nyingi zinaweka msisitizo kwenye kuridhika kwa kimwili na kutimiza mara moja. Inahitaji ujasiri na kujitolea thabiti kwa mafundisho ya kibibilia kuhusu usafi wa ngono na uaminifu. Changamoto moja ya vitendo ni kudhibiti tamaa za ngono ndani ya mahusiano. Ingawa mvuto na ukaribu ni vipengele vya kawaida katika mahusiano ya kimapenzi, Wakristo wanajitahidi kumheshimu Mungu kwa kuelekeza tamaa zao katika njia zinazofanana na kanuni za kibibilia. Hii inaweza kujumuisha kuweka mipaka, kufanya mazoezi na kujidhibiti, na kutafuta mwongozo kutoka kwa wanafunzi au viongozi wa kiroho. Changamoto nyingine ni kudumisha uhusiano wa kihisia na kiroho bila kuvuka mipaka ya kimwili. Kujenga misingi imara wa kuaminiana, mawasiliano na kuheshimiana ni muhimu kwa wanandoa ambao wamejizatiti kusubiri hadi ndoa ili kupata ukaribu wa kimapenzi. Mchakato huu unahitaji jitihada za makusudi ili kulea uhusiano unaomheshimu Mungu na kuheshimu utu na thamani ya kila mmoja. Zaidi ya hayo, shinikizo la kijamii na mitazamo ya kitamaduni mara nyingine huweza kuleta ugumu katika maamuzi haya. Wakristo wanaweza kukutana na ukosoaji au kutokueleweka kwa chaguo lao la kuzuia kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Na hivyo inahitaji ujasiri na dhamira ili kudumisha imani zao wakati ya mitazamo tofauti. Kukabiliana na changamoto hizi za vitendo kunahitaji maombi, ufahamu na jamii inayounga mkono ambayo inawatia moyo watu kuishi katika imani zao kwa uaminifu na neema. Kwa kushughulikia hali hizi tata, Wakristo wanatafuta kumheshimu Mungu katika mahusiano yao na kushuhudia nguvu ya kubadilisha ya mafundisho ya kibibilia kuhusu ndoa na ngono. Tuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa zawadi ya uhusiano na upendo. Tunakuja mbele zako tukitambua umuhimu na kuheshimu wewe katika maisha yetu ya kimahusiano. Tafadhali utuongoze katika safari hii ili tuweze kuishi kulingana na mapenzi yako na kuelewa maana halisi ya upendo. Tunapokabiliana na changamoto za kimwili na kimihemko, tunaomba utupe nguvu na busara. Tunaomba uweze kutusaidia kuweka mipaka inayofaa katika mahusiano yetu na kutufundisha jinsi ya kujenga uhusiano imara wa kiroho na hisia bila kuvunja kanuni zako. Tunaomba pia kwa ajili ya wale wote wanaopitia wakati mgumu wa kujitenga na tamaa za kidunia. Tuwape moyo na ujasiri wa kukabiliana na changamoto hizi, na wawemo katika jumuiya ya watu wanaowatia moyo kufuata njia ya kweli. Mungu, tafadhali utuonyeshe njia ya upendo wa kweli, ushirikiano na heshima katika mahusiano yetu. Tusaidie tuwe na mtazamo wa kiroho katika kila hatua tunayoichukua, ili tufuate mfano wa Yesu katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.